Jambo kiongozi, Jambo sana ndugu journalist. unaweza jitambulisha ukiwa mbele kwa lavadipeuple.net. Tunashukuru sana ndugu journalist. Mimi ni bwana Samuel Kalonji Katibanga, administrator wa tarafani Fizi. Tarafani Fizi, hali ya usalama kwa hizi masiku ni tafadhali kidogo. Unajua ya kwamba tangia vita ya 23 wakati chef liye ya jimbo Bukavu ilikamatiwa, ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka wa 2025 hadi mpaka leo hali ya usalama iko mbovu ndani ya tarafani Fizi. Kukamatiwa ya Bukavu na kukamatiwa ya Uvira siku ya pili tarehe 16 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025 ilisababisha usalama kidogo yaharibike ndani ya tarafani Fizi. Mpaka leo hali iko mbovu sana kule kubilima mirefu ya tarafani Fizi Minembwe mu kijiji ya Minembwe ya sekte ya Lulenge mu groupement ya Bashimunyaka Sud. Vita kali inaendelea kati ya jeshi letu ya Kongo inasaidiwa na wazalendo kupikanisha vikundi ya Twirwaneho, Red Tabara, jeshi ya Rwanda na ya Tanzania na mainchi zenye kubaunga mkono kuya kupikanishia ndani ya tarafani yetu la Fizi. Hapa kabisa na support na kushukurani sana wandugu zetu wa FRDC pamoja na wazalendo kwa kazi ambao wanatumika ya kulinda mipaka ya nchi na kuleta usalama ya kudumu ndani ya tarafani Fizi. Najua ya kwamba tarafani Fizi ni tarafani yenye kuteseka sana. Tarafani Fizi depuis mwaka wa 1964 wakati vita ya Mulele mpaka leo tarafani Fizi ingali tarafani ya makumu mengi sana. Mavita za kutosha ilipitikana ndani ya tarafani Fizi, ikasababisha maendeleo ya tarafani Fizi ikuwe chini zaidi kufatana na tarafani zingine kando kando. Haiko kusema watoto wa Fizi walikosa hela ya kutengeneza Fizi yao, lakini sisi watoto wa Fizi tulipata makumu mengi sana kwa mavita zote ambazo zilipitikana ndani ya tarafani Fizi. Ilikuwa kila mara kufunga mizigo kwenda Tanzania, kufunga mizigo kwenda Burundi, kufunga mizigo kwenda Zambia. Tukapata makumu mengi na tarafani Fizi kungambo ya maendeleo ikabaki nyuma sana. Unajua kwamba tarafani Fizi ni tarafani ya kwanza ku este ya nchi yenye ilifunga milango ku wawasi wa 23 walikuwa wanakuja haraka na mbio sana ya kusema watavuka Fizi kwenda Katanga kwenye walikuwa wanawachunga zaidi. Mnajua kwamba ngambo ya Katanga wakaji wengi walikuwa wanapendelea ujo wa 23 japo watu wa Katanga au yaishi na Wanyarwanda aujua hali ya Wanyarwanda kisi wanaishi. Walikuwa wanafurahia Wanyarwanda na hawajue Wanyarwanda ni watu gani. Lakini wakati Wanyarwanda wa 23 walifika ndani ya tarafani Fizi mukijiji ya Makobola, walikuta kibambazi yenye inaitwa mukifransa mukibombo Mur de Berlin. Fizi ikashimamisha kabisa, ikavuta ndoto ya wa 23 na jeshi la Rwanda, jeshi ya Kenya na majeshi za mainchi kando kando za kule kwabo zilinaunga mkono. Tarafani Fizi ni tarafani ya wa resistant ya wazalendo wa kweli kweli, na ndio maana mimi wakati walikamata Uvira na ilikuwa siku ya pili tarehe 16 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025, usalama ulizorota sana ndani ya tarafani Fizi. Watu wakakimbia, kuna wengi walikufa hapa Kuborjilaka, wengine mpaka hivi wangali makambi huku, wenyewe wangali mainchi kando kando ya Burundi, ya Tanzania, Mazambia, mpaka hivi hayarudia wote. Kuna watoto walikonjwa makonjo
ya suluba walikufa, kuna wadada walitosha mimba na wakakufa kwa kukosa dawa. Kuna wengi wenye walipata magumu mengi sana kupitia hii vita ya 23. Ingekuwa mie njo mwenye bangeomba plan ya kupatia Fizi ya kuleta maendeleo ndani ya tarafani Fizi, ningepropose kwa government yetu ya Kongo, ningepropose kwa rais wa nchi Felix Tshisekedi plan Marshall juu ya tarafani Fizi. Ndugu journaliste, unajua ya kwamba rais Felix Tshisekedi haiko rais wa chama cha UDPS, haiko rais wa UDPS. Rais Tshisekedi ni rais wa DRC, ni kusema ni rais wa province 26, ni rais wa territoire 115, ni rais wa mavijiji 13 ya DRC. Ni kusema ya kwamba rais Tshisekedi circonscription electorale yake ni nchi yote mzima ya DRC. Donc rais Tshisekedi kwa leo ni rais wa Wakongomani. Wakati Wakongomani wenye kumpatia kura, kwenye kumusapoti na kumupatia confiance ya kusema atutawala, wakati raia wakaaji wa Kongo watasema ya kwamba sisi tunaona ya kwamba rais Tshisekedi atoke madarakani, na waza raia mwenyewe ataamua. Raia mwenyewe atasema ya kwamba tunapenda rais mwingine atutawala kupitia uchaguzi. Kwa leo kabisa UDPS haiwezi kujiprononce wala kusema neno par rapport na rais Tshisekedi, kwa sababu rais wetu Tshisekedi ni rais wa DRC, haiko rais wa UDPS, haiko rais wa wanamemba wa chama cha UDPS. Tshisekedi Felix ni rais wa nchi, haiko UDPS. Nchi ni mavyama vyote vya siasa vyenye kuishi ndani ya tarafa ndani ya Kongo, ya nchi yetu ya Kongo. Nchi ni bafanya siasa bote wenye kuishi ndani ya nchi yetu ya Kongo, njo nchi ya Kongo. Nchi haiko ya chama cha UDPS. UDPS ni chama yenye kupatikana ndani ya vyama vyenye kupatikana ndani ya nchi yetu ya Kongo. Mnajua kwamba tuko karibu na vyama karibu 500 ndani ya nchi yetu ya Kongo, 500 ya vyama vyenye kuishi ndani ya nchi yetu ya Kongo. UDPS ni chama katika mavyama vyenye kuishi ndani ya tarafani Fizi. Rais wetu wa nchi Felix Tshisekedi ni rais wa nchi yote ya Kongo. Dauphin wa kuremplacer rais Tshisekedi ni raia wa RDC, njo mwenye anapaswa kuremplacer rais Tshisekedi kwa madaraka. Ni raia wa Kongo, souverain primaire, njo mwenye kuremplacer rais Tshisekedi kwa madaraka. Mimi binafsi na kubali kwa hii katiba yetu ya nchi ibadilishiwe, kwa sababu ni katiba ya warebeli. Unajua kwamba wakati tulivamiwa na AFDL 97, ilikuwa ni zawadi. Hii katiba ilikuwa zawadi kwa rebeli wa ile wakati, kwa kubasapoti, kwa kubakokesha kutosha damu ambazo walikuwa nazo kumikono zao, ndio bakawapatia hii katiba. Hii katiba kwa mimi binafsi ni mzuri sana ibadilishiwe, kwa sababu ni katiba yenyewe haistahili nchi yetu ya Kongo mwi wakati demokrasia iko inaendelea. Ilikuwa ni katiba ya wabelligera wa rebel wa 1997. Na kamata mfano kwa mimi binafsi, sa administrator tarafani Fizi. Mnajua ya kwamba Fizi ni tarafani yenye iko deconcentre, ni kusema ya kwamba Fizi hatuna impôt, hatuna taxe, hatuna franga yoyote kesi ya serikali, hatuna chochote ile franga kabisa. Fizi kwa territoire hatuna franga zote, ilipewa ma secteur na ma chefferie, ndio ma entité territoriale décentralisée. Abo wanapata hela, wako na
retrocession kutoka kwa gouvernement national, wako na mataxe, wako na maimpo, wako na autonomie financière na wako na personnalité juridique, contrairement na sisi tunadependre na gouvernement central, tunadependre na gouvernement provincial. Nakwambia depuis niko mwi kazi ya administrator bientôt miaka 4 hatuyapata franka yoyote ya kutoka kwa ngazi ya juu ya kutusaidia sisi wa administrator tarafani Fizi. Tulipewa miezi 2 hapa ikakatika mpaka hivi hatuyapata franga zingine kwa kufanya fonctionner tarafani Fizi. Kisi unavyoona makazi mbalimbali ni vigumu sana kwa kupata hela ya kuuza carnet sai, kwa kuuza stilo, kwa kuuza meka ya kutia msimu kuongea na viongozi. Ni kazi kubwa sana kwa sababu sisi tarafani Fizi, matarafani zote 115 ya Kongo mzima tuko ma entité déconcentrée, donc atudependre kabisa na ma recette locale ambazo tunapaswa maximiser hapa kwetu. Tunadependre na gouvernement central na gouvernement provincial. Sasa mtu mwenye aliitia hii disposition constitutionnelle ya kusema ya kwamba ma territoire ibaki ma entité déconcentrée alifanya makosa kubwa sana, na ndio maana sisi tunapenda ya kwamba hii constitution baibadilishe, kwa sababu inapenalize ma administrateur ya matarafani ya Kongo mzima. Mimi niko representant wa chef de l'État, c'est moi qui représente le président de la République hapa kwa base. Mimi ndio najua makumu ya raia. Fizi ni territoire yenye iko na 4 secteurs, 18 groupements na 171 villages. Fizi ni territoire yenye iko na superficie ya 15786 km². Fizi c'est plus que Sao Tomé Principe, Fizi c'est plus que Lesotho, Fizi ni Burundi kipande ya sekta ya Tanganyika, ndio Fizi. Donc Fizi ni republique kubwa sana, lakini kuna mashida makubwa sana ndani ya tarafani Fizi. Wende kupwenzero kwenye kuku front, wende Urukezi kwenye kuku front, wende Kilembwe kwenye kuku vita, wende Misisi kwenye Misisi vita vendeke, wende Kuborjilaka kwenye bafuma banaleta vuruko mingi sana. Ile yote italomba mamoyen. Sasa hizi mamoyen zitatoka wapi? Pendant que sisi territoire tuko identité déconcentrée, hatuna taxe na impôt, hatuna caisse, hatuna chochote. Unaona kabisa kazi ambao tunafanya hapa sisi ba administrateur ba matarafani zote za Kongo mzima, wenyewe tunafanya kazi kubwa sana ya kurepresenter chef de l'État, ya kupana rapport sécuritaire ya maentité zetu kila siku, kufanya ma conseil de sécurité. Hii yote inalomba kazi kubwa sana, lakini hatuna hela. Hatuna hela sisi, na ndio maana sisi ba administrateur ba tarafani Fizi benye na representer hii wakati ni vema constitution yetu baibadilishe kwa kutia hii disposition ya mpya ya kusema les entités territoriales décentralisées, territoire nazo zikuwe ndani, tupata mafond na mamoyen ya kutusaidia kwenda kwenye kuko makazi ya kusaidia raia. Kutoka hapa kwenda mpaka hivi sina hata moto, sina hata gari ya kutembea. Kupanda kwa moto ibidi nilipa moto, mimi mwenyewe nilipa motari. Sasa franga ulipa motari itatoka wapi? Ni kuna wakeni wenyewe wanatoka mbali na mbali. Kuna wagonjwa wanatoka hospitali wanafika kwa territoire kulomba msaada hospitali. Kuna wajeshi wenyewe wanafika kwangu usiku wanasema, mkubwa, tunachoka, tunapenda utusafirishe twende fasi fulani. Ifanye nitosha pesa, lakini hizi pesa itatoka wapi? Na ndio maana tunapenda kwa sisi administrator wa tarafani Fizi kwa kusema kama hii constitution yetu baibadilishe pour que na sisi matarafani za Kongo mzima 115 hii disposition ya kusema kama tuko ma entité déconcentrée baitoshe, turudie zamani wakati territoire ilikuwa nazo ma entité décentralisée. Pale tutakuwa na personnalité juridique, tutakuwa na autonomie financière, tutakuwa na mamoyen ya kufanya kazi yetu mzuri. Kwa leo ni vigumu sana. Administrator wa tarafani Fizi kwa leo ni mtu mwenye ni pauvre, hana kitu kimoja. Mimi kwanza binafsi nashukuru kwa sababu nalimaka panamisha, niko nalima mingi, niko nalima maraki, nikishavuna maraki zangu ndio naujisha. Andauri ya maraki sio kama ingekuwa hii mashamba zangu ningekuwa naishi hai. Niko na bibi, niko na watoto, niko na gharama kubwa sana. Ilifale watu benye natawala hapa mu ministeri ya interieur, niko na watumishi 10 benye bako ba NI na benye bako na matrikili na yana mshahara.
Sasa kubalipa kila mwezi, hii pesa kubalipa inatoka wapi? Uuza stilo, uuza papier, uuza mabiti, kusaidia mtu mwenye kumgonjwa ni gharama kubwa sana, na ndio maana kwa sisi wa administrator wa tarafani Fizi tunapenda katiba ya nchi baibadilishwe, na katiba ya nchi disposition ya kusema kama sisi ma entité déconcentrée ma territoire batoshe, turudie na sie ma entité décentralisée.